Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, kama ilivyo ada yetu, leo tumeamua kutembelea ofisi za Power Life zilizopo hapa Msoma. Na kwa leo tunaenda kuzungumzia usiku wa familia ambao unatarajia kufanyika Dodoma Mei 15, ambapo mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule. Kwa leo tunaye mkurugenzi wa Power Life, ataenda kuzungumzia kwa nini wameamua kuandaa siku hiyo, na pia atatueleza Power Life wamekuwa wakifanya nini, wanajishughulisha na nini, na tuweze kuelewa. Na labda kabla hatujafika mbali au hatujaanza kipindi chetu, tuweze kupata tangazo ambalo linazungumzia usiku wa familia. Katika kuadhimisha siku ya familia duniani, shirika la Power Life limeandaa usiku maalum kwa ajili ya familia za mkoa wa Dodoma wenye lengo la kuwakutanisha wanafamilia pamoja ili kujadili na kukumbushana juu ya masuala muhimu na ya kuzingatia kwa familia, ikiwemo malezi bora na makuzi, itakayoongozwa na mtaalam Deo Sukambi. Lengo kuu ni kuchangia mahitaji katika maadhimisho ya siku ya hedhi kwa watoto wa kike na siku ya mtoto wa Afrika kwa watoto wenye uhitaji. Mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule. Kiingilio kawaida single ni 50,000, double 90,000, VIP single ni 100,000, double 100,000 na 80,000. Wahi mapema, kadi zinapatikana Mami's Fast Food, Mwanza Road, Uhindini, Dodoma. Mahali ni Mlimwa Hall, Royal Village Hotel. Siku ya Alhamisi tarehe 15 mwezi wa 5. Ni siku ya familia. Karibuni tule, tunywe, tujifunze na tuenjoy burudani kwa pamoja. Asante sana, hilo lilikuwa ni tangazo linalozungumzia usiku wa familia ambao unatarajiwa kufanyika Mei 15 jijini Dodoma. Na ukumbi utakuwa ni Mlimwa Hall kwa maana ya Royal Village. Na hivyo ni viingilio kwa watu mbalimbali popote pale ulipo, hata ukiwa Arusha, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Dodoma penyewe, unaruhusiwa kufika pale kuhakikisha unapata elimu ambayo itakuwa inatolewa na wataalamu mbalimbali. Adamu, karibu ujitambulishe na tueleze mtu anaposikia Power Life ni nini. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Ninaitwa Mariam Miraji, ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la Power Life Health and Wealth Solution, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na masuala mazima ya afya na uchumi. Na Power Life imejikita zaidi katika kuwajengea uwezo wananchi, wanawake, vijana na makundi maalum katika mazingira yetu ya Tanzania, kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tumezigundua katika familia. Basi tukaona kwa nafasi tulionayo tunaweza kuwa sehemu ya mchango wa maendeleo katika nchi yetu. Na kwa nini mmeamua kuandaa usiku wa familia yenyewe kama Power Life? Power Life kama Power Life kwa sababu kama nilivyosema, tunahusika na masuala mazima ya kijamii, kiuchumi na kiafya. Kwa hiyo tumeanza mwaka 2024 huwa tunaandaa tamasha mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuwakutanisha wananchi na kuweza kuwajengea uwezo kwa masuala mbalimbali. Kwa mfano, tulikuwa mwaka 2024 tuliweza kuandaa usiku wa mwanamke wa mkoa wa Mara kwa mara ya kwanza, ambayo ilikuwa Twende Mara Women Gala Fest, tukiwa na mgeni rasmi Joketi Mwegelo, tulifanyia Nyamongo. Baada ya pale tuliweza kufanya siku ya hedhi. Kwa hiyo tulifanya kuchangisha pesa, tukapata mahitaji ya watu kutoka watu mbalimbali waliweza kutuchangia, tukapata yale mahitaji na kuwatembelea shule 5 za wilaya ya Tarime DC ambazo ni Nyamongo, katika ambapo kule ndio makao makuu ya Power Life ilipoanzia.
Kwa hiyo tukaweza kutembelea zile shule na kuwapa elimu watoto juu ya hedhi salama na kuweza kuwagawia hizo pedi. Lakini baada ya pale tulifanya tathmini ya hali za wazee. Kwa hiyo vile vile tukatambua mahitaji ya wazee katika kata ya Kiwanja, ambapo ndipo ofisi ya Power Life ipo. Tukaweza kuwapatia mahitaji yao baadhi ambayo walikuwa wamehitaji, na bado mpaka sasa tunaendelea kukusanya mahitaji mengine ili kuweza kuwafikishia. Mnamo mwezi wa 10 tuliweza kufanya tamasha la vijana pia, ambayo tulifanyia Butiama kwa kukutanisha vijana katika kushindanisha katika mchezo wa football, volleyball na rede, lakini vile vile kuweza kuweka kongamano juu ya kuwaelimisha vijana juu ya falsafa za Mwalimu Nyerere. Ilikuwa hiyo iliungana pamoja na kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa, ambapo alikuwa toka alipotutoka. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya tamasha mbalimbali. Mwaka huu 2025 tumeanza na tamasha la wanawake vile vile, ambapo tulifanyia Tarime na tulikuwa na usiku wa mwanamke pia ambao tulikuwa Tarime mjini. Katika pale tulikuwa na wiki ambayo ilikuwa na kongamano la kuwawezesha wanawake kiuchumi. Kwa tulifanya kongamano Tarime mjini, tulihusisha halmashauri 5 ambapo ilikuwa ni Tarime DC, Serengeti, Tarime TC, Rorya. Wote hawa tulikutana Tarime, tuwakutanisha wanawake hawa Tarime na kuweza kuwapa elimu na kuwakutanisha na wadau mbalimbali katika masuala mazima ya kiuchumi. Baada ya pale tulikuwa na siku ya mwanamke ya kilele ambayo ilikuwa tarehe 8, lakini tulitoa huduma. Kulikuwa na wajasiriamali pale wakiweza kuuza bidhaa zao mbalimbali, wakionyesha bunifu zao mbalimbali, wanawake ambao walikuwa wana shughuli mbalimbali pale. Lakini Power Life pia, kama nilivyosema, kwanza Power Life haikuanza tu kama NGO, lakini ilianza kutoka kwenye kampuni ambayo inazalisha bidhaa za lishe tiba. Kwa tuliweza kutoa pia huduma kwa ajili ya kuwashauri wananchi na kuwapa elimu juu ya masuala mazima ya afya, ambapo pale tulikuwa na wiki nzima, tulikuwa na ushauri wa jinsi gani ya ulaji kutokana na maradhi ambayo watu wanapata kutokana na ulaji mbovu unaokuwepo na maradhi ambayo sio ya kuambukiza. Kwa tuliweza kuwashauri, kuwapa tiba kwa wale ambao walikuwa wakihitaji kwa muda wa wiki nzima. Na hitimisho lake lilikuwa ni usiku wa mwanamke ambao tulifanya siku ya tarehe 8, na tulitoa tuzo kwa kutambua wanawake ambao kwa mkoa mzima wa Mara ambapo wamekuwa wakiwa na mchango mbalimbali katika masuala mazima ya kijamii na kimaendeleo kwa ujumla. Kwa kila wilaya iliweza kupata tuzo kwa mtu aliyekuwa katika fani ile aliyeweza kufanya vizuri katika mchango wa jamii. Okay, na sasa tunahamia Dodoma. La Dodoma, unaweza ukalizungumzaje usiku wa familia ambao unatarajia kufanyika Mei 15 ukumbi wa Royal Village Dodoma? Ndio. Kwa upande wa Dodoma, Power Life imesajiliwa kufanya kazi Tanzania nzima. Kwa hiyo Dodoma ni sehemu ya Tanzania. Dodoma ni makao makuu. Lakini tuliona tusijikite tu Mara, tuweze kuenda na sehemu nyingine kuweza kuifikia jamii kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa Dodoma, kwa sasa hivi Power Life inafanya kazi sehemu 3: Dodoma, Mara na Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa upande wa Dodoma tukaona sasa hivi tufanye swala zima la usiku wa familia. Hii ni siku ya tarehe 15, ni siku ya familia duniani. Tuna changamoto nyingi sana ambazo zinakumba familia zetu sasa hivi. Mahusiano ya wazazi mpaka malezi na makuzi. Kaona sio vyema kukaa kimya kama wadau wa maendeleo kuhusiana na swala zima la kijamii. Ni bora tuweze kutengeneza nafasi ya wanafamilia kukaa pamoja, kuweza kukumbushana, kuweza kusikiliza changamoto na kuweza kuzipatia ufumbuzi unaowezekana ili kuweza kuepukana na hizi changamoto za kifamilia, lakini pia kukumbushana kabisa juu ya masuala mazima ya malezi na makuzi ili tuweze kupata kizazi bora na chenye maendeleo mazuri na makuzi yanayoweza kuipeleka taarifa yetu mbele. Na ni vitu gani vinahitajika kwa mshiriki aweze kushiriki usiku wa familia?
Usiku wa familia tumeandaa pamoja na kwamba ni kukutanisha wadau au wazazi au familia pamoja, lakini una lengo mbele zaidi. Familia ndio zinazoleta watoto mbele. Baada ya siku ya familia tuna siku ya hedhi salama, lakini vile vile tuna siku ya mtoto wa Afrika, ambapo huku hizi sehemu zote mbili kama wadau wa maendeleo tunaona zinatugusa moja kwa moja. Kwa tukaamua ni bora tufanye usiku wa familia, ambapo watu wataweza kushiriki na sisi katika ule usiku wa familia, lakini katika kushiriki kule kutaweza kuchangia pesa kidogo ambayo itaenda kutimiza mahitaji ya watoto wenye uhitaji. Mfano, tutakapoweza kufanya hili jambo la usiku wa familia, kiingilio ni shilingi 50,000 kwa mtu mmoja. Katika kiingilio hicho ina maana kwamba tutaweza kutoa 20% ya kile kipato kuweza kupeleka kwa watoto wenye mahitaji maalum. Lakini vile vile tutaenda kuwapatia watoto wenye uhitaji masuala mazima ya hedhi, kwa maana kwamba katika kupata pedi au kupata vifaa vya maji, kwa sababu hedhi salama inahusisha utumiaji wa pedi au vitaulo za kike, maji salama na pamoja na sabuni. Kwa hiyo hivyo vyote tutajitahidi kutoka katika kile kinachopatikana pale kuweza kuwafikia watoto, kuwapa elimu, lakini pia kuwakabidhi hayo mahitaji. Kama ninavyokumbuka ile iliyofanyika usiku wa wanawake, walikuwepo wataalamu mbalimbali wakitoa elimu. Kwa Dodoma ile lenyewe likoje? Kwa Dodoma tutakuwa na wataalamu, mwanasaikolojia ambaye ataongea masuala mazima ya kifamilia. Ni mtaalamu wa mahusiano, malezi na makuzi. Kwa sababu changamoto za familia zinaanzia kwanza kwa wazazi wawili, ambao ni swala zima la mahusiano, ndipo inakuja swala la malezi na makuzi. Kwa tumempata mwanasaikolojia ambaye ni mtaalamu wa masuala mazima ya malezi na makuzi na mahusiano, tutakuwa naye usiku huo. Lakini pia tutakuwa na viongozi wa dini, kwa maana ya kwamba tutakuwa na shehe pamoja na mchungaji, ambao wote wataweza kutupa mafunzo, makumbusho, kutuelimisha kuhusiana na masuala mazima ya familia, hata katika masuala yetu ya maadili ya kidini inatakiwaje ili tuweze kwenda vizuri kwenye familia zetu. Okay. Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, huyo anayezungumza ni mkurugenzi wa Power Life. Leo studio za Cleo 24 TV zimeweza kufunga safari moja kwa moja kuja hapa Musoma ili kuweza kupata mawili matatu kuelekea usiku wa familia ambao unatarajia kufanyika Mei 15 jijini Dodoma. Alikuwa anaeleza ni watu gani wataweza kushiriki. Tukiwa labda tunaelekea mwisho wa mahojiano yetu maalum kwa leo, wito wako sasa kwa jamii kuhakikisha wanaendeleza swala zima la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto? Kama mzazi, napenda kuwashauri wazazi wenzangu au jamii kwa ujumla, hakuna kitu bora kama tunapokuwa na familia yenye amani, upendo na mshikamano. Familia hii ikiwa na amani, upendo na mshikamano, ina maana inaweza kutengeneza malezi bora na makuzi bora kwa watoto wetu au kwa vizazi vyetu. Na tusithamini sana utafutaji tukasahau kabisa swala la malezi na makuzi, kwa sababu hilo ndio linapelekea kuharibika kwa maadili na mmomonyoko wa maadili kushuka, na vile vile kuchangia 1% kubwa ya watoto wa mtaani na kuwa na watoto wanakuwa katika mazingira magumu. Kwa hiyo wazazi kama wazazi, pamoja na utafutaji tunaoutafuta, lakini tukumbuke kwamba swala zima la malezi na makuzi ni ambalo liko kwa wazazi wawili, baba na mama. Wamama au wanawake tuna jukumu kubwa la kusimamia swala la malezi, lakini wa baba mara nyingi sana au kwa 1% kubwa wao wanasimamia swala zima la matunzo. Tukitambua hivi vitu viwili na kuweza kuvisimamia kwa pamoja kama wazazi wawili, baba na mama, ina maana kwamba tunaweza tukatengeneza jamii ambayo iko bora na yenye kizazi bora na kupunguza mmomonyoko wa maadili kwa kiasi kikubwa sana. Mtazamaji labda anaitazama kupitia mahojiano ya leo, akihitaji kupata kwa maana ya tiketi, labda anataka buy tiketi, asikose siti kwa maana ya kavya hii, unafanyaje?
unapatikana kupitia namba zipi, au anaweza kupata hizo tiketi kupitia maeneo yapi? Tiketi zinapatikana kwa Dodoma, zipo Mami's Fast Food ambayo ipo barabara ya Mwanza, lakini maeneo ya Uwindini. Kwa mawasiliano anaweza kupiga namba 0757 35 36 99, au la anaweza kufika ofisi za Powerlife, zipo mtaa wa Hazina, jirani kabisa na shule ya Huruma. Kwa hiyo huko kote anaweza akapata hizo tiketi. Okay. Asante sana mtazamaji wa Cleo 24 TV. Kwa leo tuna la ziada. Ulikuwa nami mtangazaji wako naitwa Francis Cleophas, na nyuma ya kamera alikuwepo Santana. Kwaheri. Bye bye. Katika kuadhimisha siku ya familia duniani, shirika la Powerlife limeandaa usiku maalum kwa ajili ya familia za mkoa wa Dodoma wenye lengo la kuwakutanisha wanafamilia pamoja ili kujadili na kukumbushana juu ya masuala muhimu na ya kuzingatia kwa familia, ikiwemo malezi bora na makuzi, itakayoongozwa na mtaalam Deo Sukambi. Lengo kuu ni kuchangia mahitaji katika maadhimisho ya siku ya hedhi kwa watoto wa kike na siku ya mtoto wa Afrika kwa watoto wenye uhitaji. Mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule. Kiingilio kawaida single ni 50,000, double 90,000, VIP single ni 100,000, double 101,80. Wahi mapema, kadi zinapatikana Mami's Fast Food, Mwanza Road, Uhindini, Dodoma. Mahali ni Mlimwa Hall, Royal Village Hotel. Siku ya Alhamisi tarehe 15 mwezi wa 5. Ni siku ya familia. Karibuni tule, tunywe, tujifunze na tuenjoy burudani kwa pamoja.